Shalom wa Tanzania. Nitatumia ushuhuda huu mfupi ili kuelezea faida ya kutafuta kwa bidii kutimia kwa mapenzi makamilifu ya Mungu juu ya taifa la Tanzania, kwa habari ya kupata katiba yake mpya, katiba ya uchaguzi huru na wa haki, na kwa habari ya uongozi bora. Ninaomba niombe ili niendelee. Mungu uliye hai, katika jina la mwanao Yesu Kristo, wewe uliye Alfa na Omega, naomba uanze nami na uhitimishe nami katika ujumbe huu wa taifa la Tanzania. Kwa jina pekee la Yesu Kristo ninaomba, amen. Tarehe 5 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026 niliota ndoto nimerudi masomoni, lakini nikiwa bado sijapata ada, na profesa mmoja akawa amesimama akawa ameliambia darasa kwamba bado sijalipa. Kwa mwanafunzi mmoja akainuka ili angalau wafanye wanafunzi wenzangu wanichangie. Nilipoamka kwenye hiyo ndoto nilijua ni ujumbe wa Mungu, kwa sababu ni kweli niko masomoni, masomo ya huduma, na ni kweli sina ada ya kulipa, sina hela ya kulipa ada. Kwa ilibidi ni muombe Mungu ili nijue kwenye hiyo ndoto inalenga nini mapenzi yake makamilifu, kwa sababu Mungu anaweza akakupa ndoto au maono na bado tafasiri sahihi ya hiyo ndoto iko kwake, ni tofauti na kile ulichokiona kwenye ndoto au kwenye maono. Ndiyo maana kuna wakati kuna watumishi wanaonyeshwa kitu fulani, tunaonyeshwa kitu fulani, alafu tunang'ang'ana na hicho kwa sababu hatukumuomba Mungu kujua kwenye hiyo ndoto, kwenye hayo maono aliyotupa juu ya taifa au juu ya kiongozi fulani, nini makusudi yake makuu. Basi nilipokuwa nikimuomba Mungu akaniongoza nani nimshirikishe hiyo ndoto. Kwa hiyo nikawa nimewashirikisha watu wawili. Majibu kwa yule wa kwanza ambaye nimemshirikisha yametoka leo, ambapo amenisapoti ada yote ambayo ilikuwa ni $5,000. Ni sana milioni 13,099, almost ni sana milioni 14. Nini ambacho nataka niseme mahali hapa? Nilikuwa nimepanga kuwashirikisha watu ili wanisapoti ada, lakini ndani yangu nikasikia ninazuiwa. Kwa ilibidi nimtii Mungu, ilibidi nimsubiri Mungu, nikiwa sina majibu ya kwamba nitapata wapi hiyo ada. Lakini kwa sababu nilipomuomba Mungu kwamba Mungu niendelee na mwaka wa pili, nikasikia ninaambiwa endelea, kwa niliamini Mungu ana majibu. Kadhalika taifa la Tanzania kuna vitu ambavyo tunavitafuta. Zipo njia nyingi ambazo tunaweza tukazipata, lakini tunarudi kutafuta mapenzi makamilifu ya Mungu, kama anavyosema kwenye Warumi 12 mstari wa 2. Ni kwamba Mungu anaweza akakupa kitu, lakini hicho kitu kina madhara. Mfano, leo tunaliona taifa la Israeli linaishi kwa bunduki, linaishi kwa ncha ya upanga, lakini Mungu wao bado yupo. Mungu ambaye aliweka agano na Ibrahimu bado yupo, lakini leo wanaishi kwa mkono wao na sio kwa mkono wa Mungu. Kwa sababu gani? Kuna mapenzi makamilifu ya Mungu yaliyokuwa kwenye agano lao na Ibrahimu, lakini hawakuyaishi, hawakuchagua kuyafata hayo, wakafata kwingine. Bado Mungu anawahesabu, bado nchi Mungu amewapa, lakini hawaishi sawa na agano, wanaishi kwa nguvu zao. Kwa hiyo sasa hivi naona watu wanashabikia maandamano. Mungu anaweza akatupa katiba ya taifa la Tanzania kwa njia ya maandamano, tukapata katiba, tukapata uchaguzi bora na wa haki, tukapata viongozi, lakini neema ikapunguka. Ukisoma kwenye Waebrania 12 mstari wa 15 inaelezea kwa kwamba mtu asiipungukie neema ya Mungu. Maana yake unaweza ukapata kitu,
lakini kimepunguzwa neema. Kuna watumishi wa Mungu ambao hawasemi chochote juu ya maandamano kwa sababu mioyoni mwao wanasapoti. Ukikipata kitu kwa njia ambayo Mungu alikuwa hajaichagua kwa mara ya kwanza, manake utakipata lakini kitakuwa na madhara. Mfano, amani ya Tanzania imedumu kwa muda mrefu kwa sababu misingi yake ilijengwa katika amani. Tafakari kama ubaguzi ambao sasa hivi naona unaendelea kwa bali ya Tanzania bara na Tanzania visiwani ungekuwepo tangu miaka 1964, leo tungekuwa tunaishije na Watanganyika na Wazanzibari? Kwa kila kitu kina effect yake. Mwisho niseme kwamba mimi ndani yangu naendelea kusimamia kile ambacho Mungu alionyesha 2020 kwa bali ya Tanzania. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumeshaanza kampeni ya uinjilisti, maana unapofanya cha Mungu, Mungu anafanya cha kwako. Kama ambavyo Mungu leo amenilipia ada hiyo, gharama hizo bila nguvu, amenipa ndoto ili hiyo ndoto inipe ninachokihitaji. Kadhalika unapokuwa umemtegemea Mungu, Mungu ataleta kitu ambacho kitasimama. Kwa badala ya kupata katiba kupitia kulipia damu za watu, maana tujui atakaotokea kwenye hayo maandamano, inawezekana tukamwaga tena damu. Ni heri tupate katiba ambayo haijalipwa na damu za Watanzania, na hilo inawezekana kwa Mungu. Narudia tena mfano wa Israeli. Israeli leo ipo, ni kweli. Mungu aliahidi atawarudisha baada ya miaka mingi, na kweli wamekuwa utumwani kwenye mataifa, wametawanywa miaka 1800 na kitu. Wamerudi, lakini bado wanaishi kwa upanga. Lakini hayakuwa mapenzi makamilifu ya Mungu Israeli waishi kwa upanga. Walitakiwa waishi kwa mkono wa Mungu, lakini kwa sababu hawakuchagua mapenzi makamilifu ya Mungu, ni kweli bado ni taifa. Mungu amewarejeshea wawe taifa, lakini hawaishi katika baraka kamilifu za Mungu.